Ahbabi wa ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwa, usikum wa nafsim awalan bittaqullaha ta'ala. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chake na mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitumie tena fursa hii kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika nitumie fursa hii kukukaribisha ndugu zangu katika mfululizo wa darasa zetu hizi ambazo zinakwenda na anwani ya nguzo za Uislamu, na tumwombe Allah tabaraka wa ta'ala atutilie wepesi wa kuyashika na kuyatendea kazi yote tunayoendelea kukumbushana kupitia mfululizo wa darasa hizi. Leo tutaendelea pale pale tulipoishia mara ya mwisho, ambapo tulikuwa tunajifunza kuhusiana na sharti ya sitara, ambapo tulizungumzia sifa za sitara ya mwanaume na mwisho kabisa tukamaliza na sitara ya mwanamke. Hadi sasa tumeshajifunza sharti mbili za swala ambazo ni twahara na sitara. Leo basi tuendelee na sharti ya tatu ya swala ambayo ni sharti ya kuchunga wakati, ambapo hapa tutaanza na aya katika Qur'an sura ya 4 aya ya 103. Nasema inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, kwa hakika swala kwa waumini ni faradhi iliyowekewa nyakati mahsusi. Katika imani ya Kiislamu tunazo swala nyingi tu ambazo zote kwa ujumla wake tunaweza kuzigawanya katika makundi makuu mawili, ambayo ni swala za faradhi na swala za sunna. Swala za faradhi ni swala zote ambazo ni lazima kwa kila anayejiita Muislamu aziswali kila siku kwa mujibu wa utaratibu. Swala hizi zipo 5 ambazo ni alfajiri, adhuhuri, alasri, maghribi na alishai. Na swala za sunna ni swala zote ambazo ni muhimu sana kuziswali, lakini mtu akiziacha haandikiwi makosa. Mfano wake ni swala zote za kablia na baadia, qiyamul laili, witri, maamkizi ya msikiti na nyingine ambazo ukifika wakati wake tutazizungumzia kwa undani wake inshallah. Lakini kwa sasa tuangalie nyakati za hizi swala 5 kwanza kwa mujibu wa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyosimuliwa na Abdullahi ibn Namiria, ambaye amesimulia kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema wakati wa swala ya adhuhuri ni kuanzia jua linapopinduka hadi kivuli cha mtu kinapokuwa sawa na kimo chake, na kumalizika kwa kuingia alasri. Na muda wa swala ya alasri ni kuanzia inapomalizika adhuhuri hadi jua linapopiga manjano. Muda wote wa swala ya magharibi ni mara baada ya kuzama jua na utabakia mpaka wingu jekundu litoweke. Muda wa swala ya isha ni baada ya kutoka magharibi na kubakia
hadi katikati ya usiku, na wakati wa swala ya alfajiri unaanza kwa kudhihirika kwa ukanda mweupe mpaka kabla ya kuchomoza jua. Sasa wakati mwingine inaweza kuwa ngumu kidogo kuelewa, ila ukiona unakwama, sikiliza adhana, tumia adhana au tumia saa. Lakini pia kwa sasa kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuna application mbalimbali za simu zimetengenezwa kwa ajili ya kukujuza kila wakati wa swala unapofika na muda uliobakia kwa swala husika kwa mujibu wa majira ya eneo lilopo. Kuna moja inaitwa Islamic Brain kama sikosei. Kama na simu janja unaweza kuingia Play Store na kuidownload. Naamini itakusaidia sana kwa sababu ina mambo mengi tu ya kidini, utanufaika nayo pia. Jambo la msingi, unatakiwa kuhakikisha kila muda wa swala utakapofika uswali kwa wakati wake kabla hujaisha. Na kama wakati wa swala husika utapita, basi jua kwamba hapo utakuwa umekiuka sharti za swala na swala yako itakuwa na hatihati ya kutokukubaliwa kwa sababu haijakidhi vigezo na masharti. Lakini pia unatakiwa kutambua kwamba wakati mzuri zaidi na wenye fadhila nyingi wa kuiswali swala ni wakati wake wa mwanzo. Lakini pia unatakiwa kuzingatia kwamba kuna nyakati ambazo zimeharamishwa kabisa kuswali swala iwayo yeyote ile. Nyakati hizo ni kama vile baada ya swala ya alfajiri mpaka jua litakapochomoza, na baada ya swala ya alasri mpaka jua litakapozama kabisa. Hiyo ilikuwa ni sharti ya 3. Sharti ya 4 na ya mwisho ya swala ni kuelekea qibla. Kuelekea qibla, ndugu zangu, ni miongoni katika sharti za kusimamisha swala, ambapo katika hali ya kawaida muumini ni lazima aelekee qibla wakati anaposwali. Qibla ni neno la Kiarabu ambalo linatokana na neno qabala lenye maana ya kuelekea sehemu au upande ambao watu huelekeza nyuso zao. Na kwa mtazamo wa Qur'ani, qibla ni sehemu wanapoelekea Waislamu wakati wa kuswali. Kwa hiyo ndugu zangu, swala yoyote itakayoswaliwa bila ya kuelekea upande ilipo Kaaba, basi na dharura inayokubalika kisheria kama vile kuwa mgonjwa au kuwa safarini, basi swala hiyo haitaswihi. Hadi kufikia hapo ndugu zangu, tayari tumeshazigusia walau sharti zote 4 za swala ambazo ni tahara, sitara, kuchunga wakati na kuelekea qibla. Na kwa sasa tuhamie kwenye kipengele kingine muhimu katika swala ambacho ni nguzo za swala. Utekelezaji wa nguzo za swala ni hatua ya pili katika harakati za kusimamisha swala, ambapo baada ya kutekeleza kwa ukamilifu sharti za swala, Muislamu huwa tayari kumkabili Mola wake na kuzungumza naye. Vipi tuzungumze na Mola wetu katika swala? Tumeonyeshwa kinadharia na matendo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ametuhusia uswali kama araitumuni mswali, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Tunafahamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali vipi kwa kurejea hadithi mbalimbali kama ifuatavyo. Ya kwanza inasimuliwa na Aisha radhi za Allah ziwe naye, ambaye amesimulia kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akianza swala kwa takbira na kusoma Qur'ani kwa kuanza na suratul Fatiha. Aliposimama kwa maana ya kurukuu, hakuwa anaweka kichwa chake juu wala hakuwa anakiinamisha sana, bali alikuwa akiweka katikati ya hali hizo mbili. Na alipoinuka kutoka kwenye rukuu, hakuwa anakwenda kwenye sijida mpaka asimame kwanza wima. Na alipoinua kichwa chake kutoka kwenye sijida, hakusujudu mpaka baada ya kukaa wima. Na alikuwa akisoma tahiyatu kila baada ya rakaa 2, na katika hiyo tahiyatu alikuwa anakaa kwa kuulaza mguu wa kushoto na kusimamisha wima mguu wa kulia, na alikataza kukaa mkao wa shetani kwa maana ya kunyosha miguu na kunyosha mikono kama mnyama. Na alikuwa akifunga au tuseme akimaliza swala kwa salamu. Hadithi nyingine imesimuliwa na Abu Humaid Saidi
radhiallahu anhu, ambaye aliwaambia maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana alitaka kuwakumbusha jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiswali. Akasema kwamba wakati alipokuwa akisoma takbira, Mtume alikuwa akiweka mikono yake mkabala na mabega yake, na alipokuwa akirukuu aliweka viganja vya mikono yake juu ya magoti na kuupinda mgongo wake. Wakati alipoinua kichwa, alinyosha shingo yake wima mpaka kila kiungo kinarudia nafasi yake, na wakati alipokwenda sijida au aliposujudu, mikono yake ilikuwa kati na kati, ilikuwa mbali sana wala haikuwa pamoja, na vidole vyake vya miguu vilielekea au alivielekeza upande wa Kaaba. Alipokaa baada ya rakaa mbili, alikuwa akiukalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia. Wakati alipokaa katika rakaa ya mwisho, aliutanguliza mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia. Kwa ujumla, kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunafahamishwa kuwa swala ya Mtume ambaye ametuamrisha tumuigize na vipengele vilivyogawanyika katika mafungu makubwa mawili, kwa maana ya nguzo za swala na sunna za swala. Tuanze na nguzo za swala ambazo zenyewe kimsingi zipo takribani 18. Nguzo za swala tunaweza kusema ni vile vipengele vya swala ambavyo lazima mtu avitekeleze ili swala yake iweze kukamilika, na endapo nguzo hata moja itakosekana, basi swala haitaswihi. Kwa hiyo hii mwenye kuswali awe na matarajio ya kupata matunda ya swala yake, hana budi kutekeleza nguzo zake zote kwa ukamilifu. Nguzo zenyewe ni kama vile: ya kwanza, kutia nia ama dhamira moyoni kwamba unaswali swala husika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Pili, takbira ya kuelimia swala au takbira ya kufungulia swala, kusoma suratul Fatiha. 4, kurukuu. 5, kujituliza katika rukuu. 6, kuitidali kwa maana ya kusimama kutoka katika rukuu. 7, kujituliza katika itidali. 8, kusujudu. 9, kujituliza katika sijida. 10, kukaa kati ya sijida mbili. 11, kujituliza katika kikao cha kati ya sijida mbili. 12, kusujudu mara ya pili. 13, kujituliza katika sijida ya pili. 14, kukaa tahiyatu. 15, kusoma tahiyatu. 16, kumswalia na kumtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu. 17, kutoa salamu. 18, kuswali kwa kufuata utaratibu huu nilioutaja katika toka nguzo ya kwanza hadi ya 17 bila ya kufanya tofauti na hayo. Hizo ndio nguzo zenyewe za swala. Kwa upande mwingine tuna sunna za swala. Sunna za swala ni nini? Sunna katika swala ni vipengele ambavyo mwenye kuswali akivitenda husaidia sana kukuza daraja ya swala yake na kuipa nguvu na msukumo mkubwa wa kuiwezesha kufikia lengo lililokusudiwa kwa urahisi zaidi. Ama mwenye kuswali akiacha kipengele chochote katika vipengele vya sunna, swala yake itakamilika iwapo atatekeleza vipengele vyote vya nguzo kikamilifu. Na katika hadithi tumeona kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika swala yake pana vipengele vya ziada vya nguzo kama ifuatavyo. Kwanza, kuinua viganja vya mikono mkabala wa mabega, usawa wa vijingi vya masikio wakati wa kuelimia swala, kwenda kwenye rukuu baada ya kurukuu na baada ya kutoka kwenye tahiyatu ya kwanza. Pili ni kusoma dua baada ya takbira ya kuelimia swala. 3, kuanza na a'udhu billahi minash-shaitanir rajim kwa maana ya kumlaani shetani kabla ya kuanza kusoma suratul Fatiha, kama ambavyo Mwenyezi Mungu anatusisitiza katika Qur'an sura ya 16 ya 98, anasema fa idha qara'atal Qur'ana fasta'idh billahi minash-shaitanir rajim a'udhu billahi minash-shaitanir rajim. Na ukitaka kusoma Qur'ani piga a'udhu billahi
kwa maana jikinge kwa Allah akulinde na shetani aliyefukuzwa kwenye rehma. Lakini sunna nyingine ni kuitikia amin baada ya kumaliza suratul Fatiha. 5 ni kusoma aya za Qur'an baada ya suratul Fatiha katika rakaa 2 za mwanzo. 6 kuleta tasbih, tahmidi na dua katika rukuu, itidali na sijda. 7 kutoa takbira katika kubadilisha kitendo kimoja kuendea kingine, isipokuwa tu kutoka kwenye rukuu kwenda kwenye itidali, ndipo tunasema sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. 8 ni kukaa na kusoma tahiyatu kila baada ya rakaa 2 kwa sala zenye rakaa zaidi ya 2. 9 na mwisho ni kusoma dua baada ya kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabla ya kutoa salamu. Kwa hivyo ndugu zangu, hizo ndio nguzo pamoja na sunna za swala ambazo kama utazitekeleza inavyotakikana, basi inshallah swala yako itakuwa ni yenye kukubalika na Mwenyezi Mungu. Lakini nisiache kitu kingine cha muhimu sana hapa ambacho ni lugha ya swala. Ndugu zangu, lugha ya swala ndugu zangu, kuanzia kwenye takbira ya kuelimia swala mpaka kumalizia swala kwa salamu ni Kiarabu. Hekima yake iko wazi. Kiarabu ndio lugha ya Qur'ani tukufu, na kwa hiyo ndio lugha rasmi ya Waislamu inayounganisha Waislamu wote ulimwenguni. Waislamu ni umma mmoja tu, na Waislamu wote ni ndugu mmoja wasiobaguana kwa lugha, rangi, taifa wala ubaguzi mwingine wa aina yoyote ile. Kwa hiyo Muislamu yoyote anaweza kuwa imamu mahali popote duniani, ili mradi tu awe anatekeleza masharti ya uimamu. Kwa hivyo Muislamu hana msikiti maalum, misikiti yote ni yake, na anaweza kuswali kwenye msikiti wowote ulimwenguni bila ya kupata tatizo lolote la lugha. Kwa sababu hii, kila Muislamu inabidi ajifunze kiasi cha uwezo wake kutamka kwa Kiarabu yale yote tuyasemayo katika swala. Inshallah hapa hili nalo pia tutajitahidi siku za mbeleni kulifanyia kazi. Inshallah kwa leo tutosheke na hayo. La zaidi tumuombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika utekelezaji wa yote tulio na tunayoendelea kujifunza kupitia mfululizo wa darasa hizi. Atughfirie pale pote tunapoteleza kibinadamu. Sayyidina Muhammad al-awwalin al-akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal maradi wa qina adhabal qabri wa fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakisa a'da'aka a'da'ad-din wa khtim lana minka ya arhamar rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisaba. Li fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.